Mashabiki wa klabu ya Chelsea wamemjia juu mwalimu Enzo Maresca, na hiyo ni mara baada ya kuweza kuibuka na ushindi mwembamba wa bao 1-0 dhidi ya klabu ya Benfica katika mchezo wa UEFA Champions League ambao umeweza kuchezwa pale katika uwanja wa Stamford Bridge, ambapo mwalimu Mourinho aliweza kurejea nyumbani mara baada ya kipindi kirefu sana kuweza kupita pasipokuwa amefika katika viunga hivyo vya Stamford Bridge. Sasa mashabiki hofu yao kubwa imekuwa ni kuona kwamba sasa hivi Chelsea imekuwa ni timu ambayo inacheza kwa kumtegemea mchezaji mmoja zaidi ambaye ni Cole Palmer, ambapo kama Cole Palmer hatakuwa fit basi vitu vingi sana haviwezi kutokea kiwanjani. Kwa hiyo wengi wamekuwa kiona Chelsea kama ikimkosa Cole Palmer imekuwa ikipata wakati mgumu, na katika mchezo huo dhidi ya Benfica pia ilikuwa ikimkosa mchezaji huyo kutokana na majeraha ambayo anayapitia kwa hivi sasa, ambapo atalazimika kukaa nje kwa wiki kadhaa. Lakini pia mbali na hivyo, Chelsea imekuwa ni timu ambayo inapata kadi nyekundu, na huu ni mchezo wa 3 mfululizo mara baada ya mchezo wa Manchester United, lakini pia mchezo uliofuata katika ligi ambapo pia walipoteza kwa mabao 3-1, na hata katika mchezo dhidi ya Benfica ambapo ni mchezaji tu wa Benfica ambaye ndo aliweza kujifunga na Chelsea kuweza kupata ushindi huo, lakini vinginevyo huenda wasingepata goli, lakini pia kadi nyekundu ilikuwa imewahusu. Kwa hiyo watu wengi wanaiona Chelsea kama timu ambayo bado haijaweza kukaa kwenye namna ambayo wengi walikuwa wakitarajia mara baada ya kuweza kuona kwamba imeweza kutoa lile taji la klabu bingwa dunia. Lakini sasa hivi kinachotokea kimekuja kuwa ni tofauti kabisa. Na kitu pekee ambacho mashabiki wa Chelsea wanatakiwa kuelewa ni kuelewa tu kwamba project yao inasema kwamba wao wataweza kuchukua ubingwa wa EPL mwaka 2030 na sio vinginevyo. Kwa hiyo wenyewe wakae wakisubiri na watazame tu vizuri kuona kwamba namna gani ambavyo wataendelea kutengeneza project yao. Lakini kiukweli tukaenda kuitazama Chelsea kiuchezaji, Chelsea imekamilika kwenye maeneo mengi, lakini pia ni mbovu kwenye maeneo mengi. Chelsea katika eneo la ulinzi ina changamoto kubwa sana, licha ya kuwa ina baadhi ya wachezaji kama kina Tosin, kina Badiashile, kina Chalobah, kina Les James na wengine, lakini bado imekuwa ni sehemu ambayo inapitika kirahisi mno, na kwa asilimia kubwa imekuwa ikilindwa zaidi na viungo Caicedo pamoja na Enzo Fernandez. Kwa hiyo muda mwingi kama watapitika hao, basi Chelsea imekuwa ni rahisi sana kuweza kufikika katika eneo hilo. Lakini pia katika eneo la ubunifu, kwa maana ya namba 10 katika eneo la mbele limekuwa likiwapa shida. Anapokosekana Cole Palmer, shida kubwa imekuwa ikianzia hapo, na hivyo muda mwingi amekuwa kikosa ubunifu wa kuweza kuwalisha wachezaji wengine na kuwafanya wacheze comfortable. Kwa kinachotokea muda mwingi utaona wanategemea zaidi kupiga cross pembeni ili washambuliaji labda waweze kupiga magoli labda ya vichwa na hivyo, lakini vinginevyo Chelsea haina uwezo mwingine zaidi ambao ina uwezo wa kuufanya kiwanjani.